من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من البدع. Wasikilizaji watukufu, katika kitabu chetu Al-Lu'lu' wal Marjan tulikuwa katika mlango wa kuilazimu Qur'ani kwa kuisoma na kuchukizwa mtu kusema kwamba nimesahau aya na niyafaa aseme nimesahaulishwa, seme nimesahaulishwa. Sasa tumefika hadithi mlango huu wa 454 حديث أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم akipokea kutoka kwa mtume صلى الله عليه وسلم قال mtume amesema ta'ahadul Qur'an ay lazimuni kuisoma Qur'ani kila wakati. Fawalladhi nafsi biyadi, na hapa kwa Mola ambaye nafsi yangu iko katika mkono mwake. La huwa ashaddu tafassiyan, kwamba hii Qur'ani yaponyoka mno min al-ibili, kuliko ngamia, fi uqliha, kuikata kamba au kujitoa kwenye kamba yake. Ai Qur'ani ni haraka mtu kusahau na ni haraka mtu kuhifadhi. Ndio muujiza ya Qur'ani, waweza kuhifadhi mara moja na ukasahau, lakini ikiwa utakariri kila wakati, mwanzo utapitia zile sehemu ulizo hifadhi mwanzo kila wakati, na kila inapokuwa mathalan wasali salatu layl, takuwa umelazimu kusoma Qur'ani hiyo, na unafanya upya katika kusoma kwa Qur'ani. Basi hapo ndio utakuwa wewe umehifadhi ile Qur'ani na haitoponyoka. Hadithi hii ni sahih, mpokewa na Bukhari katika kitabu cha Fadhail Qur'an 66, mlango wa 66, kitabu cha 66 mlango wa 23, babu istidhkari al-Qur'ani wa ta'ahudi, mlango ya kujikumbusha Qur'ani na kulazimu kusoma Qur'ani. Kwa hivyo Qur'an ni muujiza. Mtu akihifadhi Qur'ani, wajibu wake ailazimu katika kuhifadhi kila wakati, airegelee. Lakini ukiachilia hivi, basi inakuacha Qur'an. Mara utaona mtu alikuwa ni hafidh, mara shakuwa kama mtu wa kawaida tu,
hahifadhi chochote, kwa sababu hakuilazimu katika kusoma mara kwa mara Qur'an. Ngamia anapotaka kuchinjwa hukunjwa guu lake, kafungwa pamoja. Sasa vile anapofungwa ngamia, ndio takana wewe ung'ang'anie Qur'ani katika kuisoma na kuidhibiti. Mlango wa 34 katika kitabu chetu, kitabu salati almusafirin, babu istihbabi tahsini sauti bilquran. Mlango kumependezwa kusoma Qur'ani kwa sauti nzuri. Ni sunna mtu kusoma Qur'ani kwa sauti nzuri, hasa yule ambaye Mwenyezi Mungu kamruzuku. Kuna baadhi ya watu kipaji hicho cha Allah, huwa kawaida akisoma Qur'ani au chochote kile sauti yake ni nzuri. Kuna ile sauti ya kujilazimisha kwamba na wewe lazima uwe umesoma Qur'ani kwa uzuri. Hadithi ya kwanza katika mlango huu ni ya 455, hadithu Abi Huraira radhiyallahu anhu Allah, annahu kwamba Mtume sallallahu kana yakulu, alikuwa akisema, au anao kana yakulu, Abu Huraira alikuwa akisema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallama, lam ya'dhanillahu li shay, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuruhusu kitu, ma idhina linnabiyin, kama alivyompa ruhusa mtume, an yataghanna bilqur'ani, kusoma Qur'ani kwa sauti nzuri. Sheikh asema yuridu yajharu bihi, ataka asome Qur'ani kwa sauti ya juu. Ndio maana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam asema lam ya'dhanillahu li shay'in, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutoa ruhusa katika yale aliyotoa ruhusa, kama kutoa ruhusa mtume, kumpa Mtume sallallahu alaihi wasallam ruhusa ya kusoma Qur'ani kwa sauti nzuri. Ni muhimu sana mtu kusoma Qur'ani kwa sauti iliyo njema, hasa ikiwa unachunga zile ahkamu. Ni nzuri zaidi, hata kama sauti yako si nzuri inakuja kuwa nzuri. Kwa hivyo unasoma Qur'ani na unajipinda kidogo, unafanya sauti yako kuwa nzuri, si kuimba. Mwingine nasema kuimba Qur'ani. Qur'ani haingii kwenye nyimbo. Ile ni lahu, ni upuzi. Nyimbo ni upuzi. Wa minan nasi man yashtari lahwa alhadith liyudilla an sabilillah, ni upuzi huo. Nyimbo ni upuzi. Sio kwamba aimba Qur'ani kama nyimbo, asoma Qur'ani kwa sauti njema nzuri, na hiyo ndio inatakikana. Hadithi impokelewa na Bukhari, akhrajahu al-Bukhari fi kitab fadail al-Qur'ani, ile iliyopita, kitabu cha 66, mlango wa 19, babu man lam yataghanna bil Qur'an, mlango wa yule ambaye asiyesoma Qur'ani kwa uzuri. Kwa hivyo ni wajibu wetu tusome Qur'ani kwa uzuri, kila mmoja kwa sauti yake ile, si zile sauti za kujikalifisha ya kumuigiza mtu kwamba wewe uonekane kwamba ni msomi mno. La, kila mmoja asome kwa sauti yake ya maumbile aliyopewa. Hadithi ya 456, hadithi ya Abi Musa radhiallahu anhu an Nabii sallallahu alaihi wasallam قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، Mtume صلى الله عليه وسلم ambia Abu Musa, ya Aba Musa,
ewe Abu Musa, laqad utita mizmara, umepewa zumari, min mazamiri ali Dauda, miongoni mwa zumari ya wale walikuki wakipiga alu Daud. Hii hadithi inatuonesha kwamba kule kusoma Qur'ani kwa vizuri ni kitu muhimu. Haina maana hii mizmara kwamba ni mizmari ile inaupigwa, sauti nzuri. Na Abu Musa al-Ash'ari radhiallahu anhu ni katika wale makabila ambao Mwenyezi Mungu kawapa sauti nzuri. Kabila la Ash'ari ni kabila ambalo kwamba Mwenyezi Mungu amewaruzuku kuwa na sauti njema, na yeye alikuwa ni mmoja. Yeye alikuwa ni mmoja katika hawa makabila ambao Mwenyezi Mungu kawapa sauti, makabila ambao Mwenyezi Mungu kawapa sauti. 456 hadithi ya Abi Musa radhiallahu anhu an Nabii sallallahu alayhi wasallam قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم متى صلى الله عليه وسلم انبياء ابو موسى يا ابا موسى ايوه ابو موسى لقد اوتيت مزمارا umepewa zumari min mazamiri ali Dauda, miongoni mwa zumari ya wale walikuki wakipiga alu Daud. Hii hadithi inatuonesha kwamba kule kusoma Qur'ani kwa vizuri ni kitu muhimu. Haina maana hii mizmara kwamba ni mizmari ile inaupigwa, sauti nzuri. Na Abu Musa al-Ash'ari radhiallahu anhu ni katika wale makabila ambao Mwenyezi Mungu kawapa sauti nzuri. Kabila la Ash'ari ni kabila ambalo kwamba Mwenyezi Mungu amewaruzuku kuwa na sauti njema, na yeye alikuwa ni mmoja. Yeye alikuwa ni mmoja katika hawa. Na sababu ya kusema mtume maneno haya ni kuwa alikuwa yuwapita mtume usiku. Mtume sallallahu alaihi wasallam sagili alikuwa pita taani kule usiku, akasikia maswahaba wasali tahajjud. Akamsikia Umar, Abu Bakar, akapitia Abu Musa. Sasa mtume akakaa muda, akaondoka, akaenda kasalisha sala alfajiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa sasa anaweka sawa, ya Abu Bakar, zidisha kidogo sauti yako katika kusoma Qur'ani katika tahajjud. Ya Umar, punguza sauti yako. Umar maumbile yake ndio hiyo, sauti yako kidogo weka chini. Ama wewe Abu Musa, sauti yako kama mizmari, zumari ile inapigwa mfano wake ndiyo sauti yako. Sasa Abu Musa akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ulisikia vipi? Sema jana nilikupitia mimi. Basi umeharibu ya Rasul. Wewe ungenigongea tu kwa niko hapa. Ile ilikuwa sauti yangu ile. Ningekusomea kwa sauti, la kuntu uhabbiruka tahbira. Ningekuchongea sauti kweli kweli, unakasikia raha zaidi. Kwa hivyo kusoma Qur'ani kwa sauti ni kitu marghubu, kinachopendezwa sana. Hadithi asema hili neno, hadithi ya Abu Musa, angalia chini, sema laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dauda, umepewa mizmari, yani sauti mfano mizmari katika mizmari ile zumari za ali Daud. Walikupewa ali Daud, alikuwa na sauti nzuri yaonekana hivi. Asema ai fi husni sauti, kwa sauti njema, ka qiraati Dauda nafsahu, kama mtume Daud aliposoma kitabu alichoteremshiwa. Liannahu lam yadhkur, kwamba yeye hakutaja
anna ahadan min ali Daud u'tiya min husni saut, akutaja kwamba kuna mtu katika wafasi wa Daud alayhi salam amepewa sauti nzuri, ma'utiya Dauda, aliopewa Dauda. Qala muqhama, alisema hili neno kwa sababu ninalo ziada, lafdha zaida fil jumla au fi an-nas yusema muqhama, yani hili ala ndamko la ala, sema hili halikuja katika hadithi. alikuwa ni sawa utita mizmaran min mazamiri Daud, ala hakuna, hadi kalima zida fiha. Ulama sema kwamba lafdhatun muqhamatun fi an-nas, ni neno limezidishwa katika maneno yale, na neno hili liko nje ya maneno kama yale, pengine hayahusiana yale maneno. Kwa hivyo sema ala hapa ni muqhama, ni neno ambalo limezidishwa lakini hakuna. Akhrajahu al-Bukhari fi hadithi mpokewa na Bukhari katika mlango wa 66 kitabu al-Fadail, Fadail al-Quran, mlango wa 31, babu husni sauti bil qiraa, mlango wa kufanya nzuri sauti katika kusoma Qur'an. Kwa hivyo takana mtu afanye bidii kusoma Qur'an. Sheikh asema wal mazamir jam'u mizmar, al-ala al-ma'ruf, kile chombo kinachojulikana kile, utlika ismuha ala sautin lilmushabah, yani imeitwa jina lake kwa sauti, kwa kuwa ile sauti inayotoka kwenye mizmar yafanana na sauti ya binadamu. Lau tafananisha wana vile wanaofananisha watu. Na hadithi mlango wa 35, babu dhikri qiraati an-nabi sallallahu alayhi wasallam surat al-Fath yawm fath Makkah, mlango wa kutaja kisomo cha mtume sallallahu alaihi wasallam kusoma surat al-Fath siku ya kukombolewa Makkah. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisoma surat al-Fath siku hiyo. Hadithi iliyopokelewa katika mlango huu wa kwanza ni hadithi ya 457, حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, nimemwona mtume صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة, siku ilipokombolewa Makkah, ala naqatihi, akiwa amepanda ngamia wake, وهو يقرأ سورة الفتح, hali ya kwamba yeye yuasoma suratul Fath, yurajji'u, ana kariri zile aya katika sura al-Fath. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo kariri katika kusoma ile sura, zile aya anazirudia. يرجع بمعنى يكرر ويردد. قال كسيما ثم صلى الله هو أبو موسى أن عبد الله بن غفر سيما لولا أن يجتمع الناس حولي, لو sikuogopa kwamba watu wangekuja wengi kuniviringa, la raja'tu kama raja'a sallallahu alaihi wasallam, ningekariri nikawaonyesha namna alivyokariri mtume sallallahu alaihi wasallam hii sura aliposoma. Lakini mimi nikianza hivi watakuja jaa watu hapa, hilo ndio mimi silitaki. Lakini leo ingekuwa si hivyo, ningewaonyesha vile alivyokuwa akikariri mtume sallallahu alaihi wasallam hii sura katika Fath Makkah. Yani angalia chini hapo, yurajji'u bimaana at-tarji', ترديد القراءة, rudia kisomo. Waqila huwa taqarubu dhurub alharakat fi sawt,
yani kukaribiana zile vigawanyo vya haraka ya sauti shangine zinagawanyika, yani vile alivyokuwa akikariri Mtume sallallahu alaihi wasallam. وقد حكى عبد الله بن مغفل عبد الله بن مغفل anatuambia tarji'ahu kukariri kwake Mtume bibaddi sauti fil qiraa, kwa kuvuta mad katika kusoma kwake, anavuta sana. وهذا انما حصل منه, na hili lilipatikana kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kurudia na kukariri kwa kunyosha sauti katika kisomo يوم الفتح, siku ya kukombolewa Maka, lianahu kana rakiba, yeye alikuwa amepanda kama tulivyopita kwamba kana ala naqatihi, ampanda ngamia wake yule. Faja'alat an-naqatu tuhrikuhu wa tunzi, ilikuwa akawa ule ngamia yuamtikisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kusoma Qur'ani. Sasa inakwenda na upepo na ile sauti. Fahadatha tarji'u fi sauti, ikatoka katika sauti yake kama kukariri vile leo kwa yeye yuko ngamia wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo haina tatizo mtu kusoma na kukariri zile aya anapokuwa anasoma, haina tatizo, haina tatizo. Hata katika tarjih, hata adhana pia kuna tarjih, adhana pia kuna tarjih. Mtu aweza kaadhini adhana hiyo moja mara mbili, Allahu akbar Allahu akbar, utasikia alafu chini Allahu akbar Allahu akbar kwa sauti ya chini, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kwa sauti. Ngapi hizo? 8, 4 na 4. Namna hiyo inaitwa tarjih, imepokewa kutoka kwa Mtume. Lakini nausia mimi daima kwamba tusifanye jambo kama lile mpaka watu wazoee mazo. Tuwaelezee kwa jamani, kuna kitu hiki kinaitwa tarjih katika kukariri adhana. Hii adhiniwe mara ya kwanza, kuwekwe darasa, watu wafahamishwe. Lakini kisha siku moja ukisimama tuanza kuadhini, utatolewa mbio msikitini. Na kabisa hawacheza huko. Kuadhini au kucheza huko? Kuadhini au kucheza huko? Sasa utatolewa mbio, itakuwa ni hatari. Kwa hivyo hii hadithi mpokelewa na Bukhari katika kitabu chake cha 64, Kitabul Maghazi, kitabu cha vita, mlango wa 48, babu aina rakaza an-nabiy rayata yawm al-fath. Mlango inaoeleza Mtume alikita wapi bendera yake siku ya fathi Makkah, aliweka wapi Mtume sallallahu alayhi wasallama. طيب, mlango wa 36 katika kitabu chetu, kitabu salati al-musafir, babu nuzul as-sakinati liqira'ati al-Qur'an, mlango wa kuteremsha Mwenyezi Mungu utulivu kwa sababu ya mtu kusoma Qur'an. Allah teremshia mja wake utulivu na baridi katika moyo wake kwa sababu ya Qur'an anaposoma Qur'an. Hadithi ya kwanza katika mlango huu ni hadithi ya 458, hadithu al-Bara bin Azib radiyallahu anhu warḍah, qaraa rajulun al-kahf. Kuna mtu asema, Bara bin Azib radiyallahu anhu, kuna mtu alisoma suratul Kahf, wa fi dari daba, na katika nyumba hiyo inayosomwa hiyo suratul Kahf kuna mnyama. Faja'alat tanfiru, kawa ule mnyama kaanza kukimbia na kutetema. Anaposikia ile sauti ya Qur'ani yasomwa hatulii ule mnyama. Fasallama, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwombea, daa bisalam, akamwombea mnyama Mungu ampe salama. Faidha dhababatun
au sahabatun ghashiyatu, ghafla akaona kwamba kuna ukungu au mawingu yamefinika ile sehemu. Fadhakarahu linabi sallallahu alaihi wasallam, ule sahaba akamtajia hali hizo mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, akasema iqra fulan, soma fulan, soma, endelea kusoma. Fa innaha sakina, hakika hiyo ni utulivu. Nazalat lilqur'ani, imeteremka kwa ajili ya Qur'ani unaosomwa. Au tanazzalat lilqur'ani, imeteremkia hiyo Qur'ani. Utulivu, tulia. Kwa hivyo hii ni ishara tosha ya kuwa hata wanyama waathirika na Qur'an. Huyu hayawani kwa nini yubabaika, anakathirisha haraka? Sababu kwamba yuwafahamu asomewe kitu gani Qur'an. Sema fasallama daa bisalam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaomba salama, ya Allah ilete amani. Kama yuqalu Allahumma sallim, ya Mwenyezi Mungu ilete salama. Au fawidh al-amra ila Allah ta'ala, au egemeza mambo yako kwa Mwenyezi Mungu. Waridha bihukmihi, na uridhie hukumu atakayopitisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio maana ya Allahumma sallim. Au qala salamun alayka, amani iwe juu yako ewe msomi. Iqra fulan, soma. Maanahu kana yanbaghi an tastamirra ala alqira'a, maana ilikuwa takani bwana wewe ulisoma Qur'ani uendelee kusoma Qur'ani. Wataqtanima ma hasala laka, na upate faida kutokamana na yale uliyopata. Min nuzuli sakina, kuteremkiwa na nini? Utulivu. Wal malaika, na kuteremkiwa na malaika vile vile, mambo mawili kwa sababu ya kusoma Qur'an. Watastakthir min alqira'at, na ungefanya kusoma kwa wingi sana. Alati hiya sababu baqaiha, ambayo ingekuwa ni sababu wale malaika kuwepo na ule utulivu pia kuendelea. Ungezidisha, badala kunyamaza ungeendelea tu kusoma Qur'an. Fa innaha sakina, lile wingu uliona ndio utulivu, au ule ukungu uliona wewe, uliona tu ndio nini? Al-mukhtara min maanaha annaha shay'un min makhluqatillah, kwamba ni kitu kilichochaguliwa katika maana yake, ni kitu ambacho kimeumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fihi tumaanina, pana utulivu. Wa rahma, na rahma. Wa ma'ahu almalaika, pamoja na kuwa malaika. Kwa hivyo Qur'an anaposoma mja yategemea ule uchamungu wake na khushu' yake. Na masahaba bila shaka hatushindani kwamba walikuwa na khushu' walikuwa hawana khushu', sahaba julikana radhiallahu anhu. Kwa hivyo huyu bwana aliposoma akawa ule mnyama anatikisika kabisa, kama anavyosema huyu Sheikh katika hadithi itakayokuja. Tuangalie mwanzo hadithi ya kwanza, ambaye hadithi sahihi iliyopokewa na Bukhari katika kitabu cha 61, kitabu al-Manaqib, mlango wa 25, babu alamati an-nubuwa fi al-Islam, mlango wa alama ya utume katika Uislamu. Ni kama hizo. Hadithi inayofuatia ambayo itatuwekea wazi zaidi ni hadithi ya 459, حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه الله قال سيما أسيد بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة سجتاجة بين يكي وصوم سورة البقرة أسيكو بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة بين يكي وصوم قرآن أسيكو سورة البقرة
wa farasuhu marbutatun inda, na farasi wake amefungwa karibu na yeye. Farasi kwa hapa amefunga na hapa yosoma Qur'ani. idh jalatil faras ay ittarabat shadida, kaanza kutikisika farasi alipoanza kusoma Qur'ani. Asema fasakatu, akatulia na mimi nikanyamaza. Faqara fajalatil faras, sema nikasoma tena fasakata wa sakatatil faras, farasi akatulia. Thumma qaraa fajalatil faras, kisha farasi akaanza kutetema. Fansarafa, akapiga salamu sasa. Wa kana ibnuhu Yahya qariban minha, mwanawe Yahya alikuwa karibu na farasi pale. Fa ashfaqa an tusiba, akamwonea huruma asije huyu farasi akamkanyaga huyu mtoto akamvyoga, akamwonea huruma sana. Falamma ijtarahu, alipomvuta akamvuta ule farasi, rafa'a rasahu ila as-samaa, akanyanyua kichwa chake mbinguni. Hata ma yaraha, mpaka akawa hata haoni kitu, haoni chochote. Asema fa ashfaqtu, falamma asbaha, ilipopambaukiwa, hadatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akamtolea hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, akasema iqra ya ibn Hudhair, iqra ya ibn Hudhair, soma. Ibn Hudhair ni nani? Ni huyu sahaba Usaid bin Hudhair. Soma. Mtume akaambia, qala fa ashfaqtu ya rasul Allah, sema nimeingiwa na hofu ewe mtume, antata Yahya, ule farasi kwa haraka zake zote zile, sio akamkanyanga mwanangu Yahya akammaliza. Wakana minha qariban, alikuwa karibu na farasi. Farafa'tu rasi, nikanyanyua kichwa. Fansaraftu ilayhi, kamwendea ule farasi. La araha, farafa'tu rasi ila as-samaa, nikanyanyua kichwa changu kuangalia mbinguni. Asema fa idha mithlu dhullatin fiha, ghafla nikaona mfano wa kiwingu katika mbingu, amthalul masabih, mfano wa taa. Fakharajtu, nikatoka, hata la araha, mpaka nisione mimi. Qala watadri madha, wajua kitu gani hicho ulichokiona? Qala la siyqa, tilka almalaikatu danat li sautik, hawa ni malaika wamekuja karibu kwa kutaka kusikia sauti yako ili uendelee. Ni malaika wale. Walau qara'ata la asbahta yanzuru an-nasu ilayk, ungeendelea kusoma basi watu wangepambauka, wamepambaukiwa asubuhi, wangekuwa kuangalia. La tatawara minhu, huwezi ukajificha kutokamana na kujistiri na watu. Ukikuwa na uko pale wasoma Qur'ani na watu wa kusikiza, ingekuwa khairi kubwa sana ndio ungeendelea kusoma Qur'ani namna hii. Hali inakuwa hivi kwa wale watu ambao kwamba ni wema waliotangulia kusoma Qur'ani namna hiyo. Hadithi ni sahihi kwa na Bukhari katika kitabu cha 66 Fadailul Qur'an, mlango wa 15, babu nuzulul malaika babu nuzulus sakinati wal malaikati inda qira'atil Qur'an, mlango wa kuteremka utulivu kwa mwenye kusoma na kuteremkiwa na malaika wakati anaposoma mtu Qur'an. Kwa hivyo usione kwamba wewe wasoma Qur'an tu apita, la. Sasa takana na basi uwe na kuna adabu fulani yapatikana kwa yule mwenye kusoma, awe na adabu na ihtiramu na khushu' katika kusoma kwake Qur'an.
نعم asema jalat alfaras ittarabat shadida litikisika kabisa kwa nguvu sana falamma istarra albuvuta ule farasi ay istarra usayd ibnahu yahya min almakan alladhi huwa fihi alipomvuta usayd mwanawe si farasi mwanawe yahya ambaye alikuwa yuko sile sehemu alladhi huwa fihi hata la tusiba alfaras hata la tusibahu alfaras mpaka ule farasi simdhuru wajtarahu akamvuta ay man jarrahu yajruhu idha sahibahu kumuondoa sahiba amemuondoa sahiba ni kumuondoa mtu na pale anapokaa na sahiba vile vile kufungua mkienda kwenye benki pengine unaenda kuna push na pull nafikiri idfa ishab هذا اسحب تفهم زين نعم نعم اقرأ يا ابن حضير سوما اقرأ ليس امرا بالقراءه حال التحديث si kwamba alikuwa anamwamrisha wakati ule anapozungumza akasome bal maana kana yambaki lak wakati ule alikuwa yatakikana an tastamirra ala qira'atik uendelee wa taqtanima ma hasala lak upate ziada ya faida ya yale uliyoyapata min nuzuli sakina kuteremkiwa na utulivu wal malaika na malaika watastakthir min alqiraa ungezidisha kusoma alati hiya sababu baqa'i ambayo ni sababu ya kubaki wale malaika na ile sakina asema fa ashfaqtu ay khiftu adhulla ya sahaba ni kiwingu kanat fiha malaika kulikuwa na malaika wa ma'a sakina na kulikuwa na utulivu fa innaha tanzilu abadan ma'a almalaika kile kiwingu daima huteremka na nini na malaika ambao kwamba ni nini ni utulivu kwa hivyo somo Qur'ani ni muhimu sana hadithi yetu imepokewa na Bukhari katika mlango huu wa 66 kitabu fadhail alquran mlango 15 babu nuzuli sakinatu wal malaikatu inda qira'at alquran